Habari yako popote ulipo ambapo unatufuata ulimwenguni. Tunakupenda, tunakujali, tunakusamini maana umekuwa mwaminifu kwetu kwa kugusa kila linki inayoingia katika simu yako, katika televisheni yako, aidha kompyuta yako. Hii ni Tukutane TV. Penda mtazamaji, tunakukaribisha kufuata matangazo yetu ya siku ya leo ambapo analeta kwenu nami Juma J Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Kumeweza kufanyika mjadala wa mazungumzo wenye amani tele ndani ya mji wa Baraka, ndani ya chumba cha mikutano cha vijana hapa mjini Baraka, chini ya uongozi wa Maitre Malembewe Kobdugol. Uongozi wa ujana hapa mjini Baraka umeweza kuandaa mjadala huo wa mazungumzo wenye amani ambao umekokota vijana wengi hapa mjini Baraka, huku ikihusisha viongozi wote wa kiserikali, viongozi wa kizalendo wote ambao wanapatikana ndani ya mji wa Baraka wameweza kujumuika katika mjadala huo. Mjadala ukiwa na kichwa cha neno cha kusema kwamba visa vinavyotokea sasa ndani ya mji wa Baraka na namna gani tunaweza kujumuika ili kuweza kupata amani ya kudumu ndani ya mji wa Baraka ambao kwa sasa unakwenda kupitia hali sio nzuri ya risasi kulia kila kukicha ndani ya mji wa Baraka, na risasi hizo hazijulikani kwa nini zinalia ndani ya mji wa Baraka, ambayo imekuwa ni chanzo mojawapo ya kukosesha amani na wafanyabiashara wanakosa kufanya biashara vyao, na uhuru wa kutembea umekuwa ni mdogo sana ndani ya mji wa Baraka. Hivyo uongozi wa vijana ndani ya mji wa Baraka chini ya uongozi wa Maitre Malembewe Kobdugol umeweza kufanya mjadala huo kwa ajili ya kuongea na vijana wote na viongozi wote wa serikali ni namna gani wanaweza kupata amani ya kudumu ndani ya mji wa Baraka. Huku meya wa mji wa Baraka Bi Emerit Tabisha amekuja kukazia sana swala hilo na kulaani vitendo vyote ambavyo vinatendeka ndani ya mji wa Baraka. Karibu kufata matangazo yetu haya ya siku ya leo. Udhaifu wa security iko mbaya, na sisi vijana haibidi tukale kimya, inatubidi tukale pamoja, tuongee, tufanye mjadala, tuangalie kama tutapata proposition, parce que jusque là tuna decision fulani, inabidi tupropose vile tunawaza viongozi husika na wapate mawazo ya jeunesse sociale vijana. Na labda kitu gani ambacho mnaenda kutoka nacho katika jioni ya leo, siku ya leo, ili kwenda kuongeza usalama katika mji wa Baraka? Ya kwamba mambo mengi yameongelewa, lakini puke wenye bakuwa na shie sasa watanifuata a travers antenne ya radio yako, watajua kwamba tuko wakati ya vita, na wakati ndio ni ya vita, tuko obligation kuishi mwi wakati, lakini inabidi tuishi. Tuishi je? Inabidi vijana waache kuingilia kufanya movement zenye hazitasaidia wakati kitu wenye walichagua kutetelea nchi, watetelee nchi, maslahi yenye serikali inatupenda, watetelee nchi. Sisi ambao tumesema sio wote hatuwezi ingia katika kazi ya kijeshi, tuangalie tuishi, tufanye makazi entrepreneuria, tutafute makazi fuke tutaishi hai. Ule moma tuko wakati ya security, inabidi kila mtu angalie gisi ya kujilinda mwenyewe, usalama wake na kulinda mtu mwingine, kwani odela ke serikali iko na obligation ya kujilinda, na sisi wenyewe tunabidi tujilinde. Inabidi vijana waepuke eneo mbaya za wasiwasi wakati wa muda ambao umeshaondoka sana. Inabidi vijana wajue saa gani za kutoka nyumbani, saa gani za kurudia, wakati masasi yanapigwa mtu anabidi ikae wapi. Hii yote ni mambo yenyewe tuliongelea leo na kusisimiza, donc sensibiliser jeunesse kwa kufanya face à situation comme vikao vya usisimuzi wa vijana popote pale, ikiwa hapa ndani ya mji wa Baraka na katika pote. Je, mnakuwa mnapangiaje ili kila mtu awe anakuja kufuatilia mara kwa mara? Bon, il est vrai que hii ni depuis tuingie mwa wakati ya crise, njo kikao ya kwanza conference deba mwi period, mais avant hii wakati nchi yaingia matatizo, niko na vikao zaidi ya 3 ambavyo niliwahi kuorganize na vijana wa jiji la Baraka. Bon, tutaangalia kwa kwani kikao kinabidi kuwa na kidogo ya
kidogo ya pesa kidogo, viti, sonorisation, vitu vingine no. Na hii periodi kwa mwayo pesa zionekani, tutakuwa tunajikaza hata kama uwezo uko finyu, lakini tunajikaza kwa tunaorganize vikao siku zingine, na tunashirikiana na komine. Leo tuko komine ya Baraka Centre, kesho tunakuwa komine ya Kabinja, kesho yake tunakuwa komine ya Katanga. Donc tunajikaza quelque soit ali ai permettre wewe pekee na population yote inaelewa hiyo.